Yesu, asante 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 Yesu. Oh,
majeshi. Ni nani aliye kama wewe Bwana? Ni nani aliye kama wewe Mfalme? Nani aliye kama wewe Mtakatifu? Nani aliye kama wewe kimbilio? Nani aliye kama wewe Mungu wangu? Unastahili sifa Bwana, unastahili utukufu Bwana, unastahili heshima Bwana, unastahili Mungu wa baraka, unastahili Mungu wa amani, unastahili Mfalme wa ajabu, unastahili Bwana wa majeshi. Ninakutukuza asubuhi ya leo, ninakutukuza asubuhi ya leo, ninakuinua asubuhi ya leo, ninakuimbia asubuhi ya leo, nakutangaza asubuhi ya leo, nakutangaza Mungu wa baraka, nakutangaza Mungu wa amani, nakutangaza Mfalme wa ajabu, nakutangaza wewe kimbilio, nakutangaza wewe tegemeo. Unastahili sifa wewe Bwana, unastahili utukufu wewe Bwana, unastahili heshima Bwana. Nakutukuza Mungu wa baraka, nakutukuza Mungu wa amani, nakutukuza Mfalme wa ajabu, nakutukuza wewe kimbilio, nakutukuza wewe tegemeo. Unastahili Mungu wa baraka, unastahili Mungu wa amani, unastahili Mfalme wa ajabu. Nakutukuza asubuhi ya leo, nakutangaza asubuhi ya leo, nakutangaza Yesu wa baraka, nakutangaza Yesu wa amani, nakutangaza Mfalme wa ajabu, nakutangaza wewe kimbilio, nakutangaza mwanzo tena mwisho, katika jina la Yesu. Umetukuka Baba wa mbinguni, umetukuka Mfalme wa amani, umetukuka wewe kimbilio, umetukuka wewe tegemeo, katika jina la Yesu. Tunakupa sifa asubuhi ya leo, tunakupa utukufu asubuhi ya leo, ninakutangaza asubuhi ya leo uliyeshinda kifo na mauti, nakutangaza asubuhi ya leo katika jina la Yesu uliyefufuka na utukufu mkubwa, nakutangaza asubuhi ya leo katika jina la Yesu wewe ni Alfa and Omega, nakutangaza asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo wewe ni Mungu usiyeshindwa, nakutangaza asubuhi ya leo, nakutangaza asubuhi ya leo uliyeziumba mbingu na nchi, nakutangaza asubuhi ya leo uliyefanya wanadamu kwa mfano wako na kwa sura yako, nakutangaza asubuhi ya leo uliye makimbilio yetu, nakutangaza asubuhi ya leo uliye maficho yetu, nakutangaza asubuhi ya leo uliye msaada wetu, nakutangaza asubuhi ya leo wote wanaokutumainia Bwana ni kama mlima Sayuni, hawatatikisika kamwe, hawatatikisika kamwe, bali watadumu katika jina la Yesu. Kama vile umezingira Yerusalemu na milima Bwana, hivyo ndivyo umetuzingira kuanzia sasa hata na milele. Asubuhi ya leo Bwana tunakutumainia Bwana, tunakutumainia Mungu, tunakutazamia wewe Bwana, tunakutazamia wewe Bwana, tunakutazamia wewe kimbilio, tunakutazamia wewe tegemeo, tunakutazamia wewe Bwana. Katala bafika tunasanda makatalebe seketeleberia rikabushanda rababuria makutalusa kapalazaya meketenia masinda ribaburia rakabushanda rababusa ikatala baburia ikatana masenda ribaburia. Ninakutukuza wewe Bwana, ninakutukuza wewe Bwana, ninakutukuza wewe kimbilio, unastahili asubuhi ya leo, tunatangaza unastahili asubuhi ya leo, natangaza unastahili Mungu wa baraka, unastahili Mungu wa amani, unastahili Mfalme wa ajabu, unastahili Bwana wa majeshi, unastahili kimbilio la maisha. Hakuna kama wewe Bwana, hakuna kama wewe Bwana, hakuna kama wewe Mungu, hakuna kama wewe Mfalme, hakuna kama wewe Mtakatifu, hakuna kama wewe kimbilio, hakuna kama wewe tegemeo. Unastahili sifa Bwana, unastahili utukufu Bwana, unastahili heshima Bwana, unastahili Mungu wa baraka. Tunakutukuza Bwana, tunakutukuza Bwana, tunakutukuza Bwana, ninakutukuza Bwana, ninakutukuza Bwana, ninakutukuza Mfalme, ninakutukuza Mtakatifu, ninakutukuza kimbilio, ninakutukuza tegemeo, katika jina la Yesu. Ninakuinua katika enzi yako Bwana, ninakuinua Mungu wa baraka, ninakutukuza Mfalme wa ajabu, kama vile Musa alivyomwinua nyoka wa shaba jangwani. Bwana ninakuinua, Bwana ninakuinua, Bwana ninakuinua, Bwana ninakuinua, Mfalme wa amani ninakuinua, Mtakatifu
mtakatifu ninakuinua, kimbilio ninakuinua, tegemeo ninakuinua, ninakuinua Bwana wa majeshi, nakuinua mfalme wa amani, nakuinua zaidi ya vyote ambavyo wanadamu wameinua, nakuinua zaidi ya vyote ambavyo vimeinuliwa, na kutangaza umeinuliwa, umeinuliwa zaidi Bwana, umeinuliwa zaidi Bwana, umeinuliwa zaidi Bwana, umeinuliwa zaidi Bwana, umeinuliwa mtakatifu, umeinuliwa mtakatifu, umeinuliwa wewe Ebeneza, umeinuliwa wewe kimbilio, natangaza umeinuliwa, natangaza umeinuliwa katika jina la Yesu. Umetukuka Bwana katika jina la Yesu. Ni nani aliye kama wewe? Ni nani aliye kama wewe mtakatifu? Ni nani aliye kama wewe kimbilio? Ni nani aliye kama wewe tegemeo? Wa kuabudiwa ni wewe Bwana, wa kuinuliwa ni wewe Bwana, wa kupewa sifa ni wewe Bwana, mwenye nguvu ni wewe Bwana, mwenye uwezo ni wewe Bwana, mwenye mamlaka ni wewe Bwana, tumaini ni wewe Bwana, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Umetukuka Bwana, umetukuka mfalme wa amani, umetukuka Ebeneza, umetukuka kimbilio, umetukuka tegemeo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninainuka kutangaza neno lako. Imeandikwa ya kwamba Baba wa mbinguni, mawazo yako sio yetu, wala njia zako sio kama zetu. Asubuhi ya leo Bwana, tunapoanza mwaka, tunatangaza mawazo yako katika maisha yetu, tunatangaza mawazo yako katika maisha yetu, natangaza mawazo yako, natangaza mawazo yako Bwana, natangaza mawazo yako Bwana juu ya watu wako, natangaza mawazo yako Bwana juu ya kanisa lako, natangaza mawazo yako Bwana juu ya huduma hii, natangaza mawazo yako Bwana katika huduma hii, natangaza mawazo yako Bwana kwa wamama, natangaza mawazo yako Bwana kwa wazee, natangaza mawazo yako Bwana kwa vijana, natangaza mawazo yako Bwana kwa vijana, kwa watoto, natangaza mawazo yako katika ibada zetu, natangaza mawazo yako katika mikutano ya wiki, natangaza mawazo yako katika ibada za Jumapili, natangaza mawazo yako katika huduma ya Bwana, katika jina la Yesu. Natangaza njia zako, natangaza njia zako Bwana, natangaza njia zako Bwana, natangaza njia zako Bwana, natangaza njia zako Bwana katika huduma hii, natangaza njia zako Bwana kwa maisha watu wako, natangaza njia zako Bwana, njia zako Bwana ninatangaza katika ibada zetu, natangaza njia zako Bwana, natangaza njia zako Bwana, ninakatana na kila mawazo iliyo kinyume, kila mawazo iliyo kinyume haitafaulu, 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 haitafaulu katika jina la Yesu. Kila mawazo uharibifu haitafaulu, kila mawazo ya giza haitafaulu, kila mawazo ya uchawi haitafaulu, kila mawazo ya uganga haitafaulu, kila mawazo ya uchawi haitafaulu, kila mawazo ya wivu haitafaulu, kila mawazo iliyo kinyume. Ninatangaza mawazo ya Mungu, ninatangaza mawazo ya Mungu. Kupitia mawazo ya Mungu tunashinda kila mawazo iliyo kinyume. Kupitia mawazo ya Mungu natangaza kushinda kila mawazo iliyo kinyume, kila mawazo iliyo kinyume. Natangaza kushinda, natangaza kushinda, natangaza kushinda, natangaza kushinda, natangaza kushinda, natangaza kushinda katika jina la Yesu. Natangaza njia zako Bwana, kila njia ya uharibifu haitafaulu, kila njia ya uovu haitafaulu, bali njia yako Bwana inatembea, bali njia yako Bwana inatembea katika huduma hii. Natangaza njia zako, natangaza njia zako Bwana, natangaza njia zako Bwana, natangaza makusudi yako Bwana, natangaza makusudi yako Bwana, natangaza makusudi yako Bwana
Bwana ukasema tunapoomba tuombe, Baba yetu uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Na litukuza jina lako katika huduma hii, na litukuza jina lako katika huduma hii, na litukuza jina lako kwa wamama, na litukuza jina lako kwa wazee, na litukuza jina lako kwa vijana, na litukuza jina lako kwa watoto, na litukuza jina lako Baba katika huduma hii, na litukuza jina lako katika mji wa Bwana, na litukuza jina lako Baba yangu uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Baba yangu uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe, jina lako litukuzwe, jina lako litukuzwe katika ibada zetu, jina lako litukuzwe katika maisha yetu, jina lako litukuzwe katika ibada zetu, jina lako litukuzwe, jina lako litukuzwe, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimie. Ninakiri ufalme wako katika maisha yetu, ninakiri ufalme wako katika huduma hii, ninakiri ufalme wako, ninakiri ufalme wako katika jina la Yesu. Ufalme wa giza umeshindwa, ufalme wa giza umeshindwa, utawala wa giza umeshindwa, bali tunakiri ufalme wako katika maisha yetu, tunakiri ufalme wako katika huduma hii, ninakiri ufalme wako katika jina la Yesu. Mapenzi yako yatimie, mapenzi yako yatimie, yatimie kwa wamama, yatimie kwa wazee, yatimie kwa vijana, yatimie kwa watoto. Ninakiri mapenzi yako, 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 ninakiri mapenzi yako Baba. Ikatola babu shalaba, iketelebezendere beberia, ikabushanda babu sai, ikatalaba, idabubasukatalaba, rimasandara basike, metetelebeberia sika, shandara babu kusalaba sai, ibakushanda ribasuria. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Atangaza, ninakiri utawala wako Bwana, ninakiri utawala wako Bwana, ninakiri utawala wako Bwana, ninakiri utawala wako Bwana, ninakiri utawala wako Bwana katika maisha yetu, 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 ninakiri utawala wako Bwana, ninakiri ukuu wako Bwana, ninakiri neno lako Bwana, ninakiri nguvu zako Bwana, ninakiri ukuu wako Bwana katika jina la Yesu. Ninakiri neno lako katika jina la Yesu, ninakiri neno lako halitarudi bure katika jina la Yesu. Neno lako Bwana linafanikiwa, neno lako Bwana linatimiza makusudi yako, neno lako Bwana linafaulu katika mioyo yetu, neno lako Bwana linafaulu katika huduma hii, neno lako Bwana linatimiza makusudi yako Bwana. Garabashandara babosika tola babore, meketelebe seketelebe, rabushandara bababosa, rabushandara babosa, rakabushandara babosa, makatalia basando, makatalia babosinda, makatalia babosando, marabushandara babosa. Atala babori, rikatola babori, mako shandara baba baba baba, rikatara baba baba baba, rikatara baba baba baba, zakatara baba baba, rikabushandara baba baba, rikitere bebe bebe bebe, zeketere bebe ya zikatola bazanda, makotalo sakatala baboria, ribashandara baba bozai. Hatala baboria, rikatola babusanda, makusiketele bezeria, rikabushanda baboria, ribabushanda baza, rikabushanda babuza, rikabushanda babuza, ikatala
Rababuzanda, Makutano Sakatana Babuzanda, Meketelebezeria, Rikabo Shala Babazanda, Eketeria Basika, Eketeria Bikashoda, Makusalo Salamazara, Ikatala Baburia. Lord, I declare your power, I declare your kingdom, O God, I declare your will, O God, I declare your word, O God, in the name of Jesus, 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 in the name of Jesus. Ikataraba, Ishalabasanda, Makotalusakapalazia. We cancel every plans of the enemy, every evil plans. I cancel that today in the mighty name of Jesus. I render you powerless in the name of Jesus. You are powerless devil. You are powerless devil in the name of Jesus Christ. Kila pando lisirupano na mambo mbinguni inaling'oa kinyume na huduma hii, inang'oa kinyume na huduma hii, inang'oa kinyume na huduma hii. Kila pando la uharibifu natakasa kung'oa, natakasa kung'oa, natakasa kung'oa, natakasa kung'oa, natakasa kung'oa, natakasa kung'oa katika ulimwengu wa kiroho, natakasa kung'oa, natakasa kung'oa, natakasa kung'oa, natakasa kung'oa. Ninang'oa kwa jina la Yesu, 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 ninang'oa kwa jina la Yesu. Pando lako shetani, natakasa kung'oa, 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 natakasa kung'oa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Maandiko yanasema kwamba wakapaza sauti zao kwa nguvu na sauti zao zikashindwa, zikashinda. Natakasa kwa jina la Yesu, kila sauti inaonena kinyume, natakasa itashinda, natakasa itashinda. Kila sauti ya wivu, sauti ya uganga, sauti ya uchawi, sauti ya majini, sauti ya washirikina, sauti iliyo kinyume na huduma hii haitafaulu, 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 haitafaulu. Kila sauti inaonena mabaya, kila sauti inaonena kushindwa, kila sauti inaonena kutokuongezeka, ninatangaza haitashinda, 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 haitashinda kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila sauti ya adui ninanyamazisha, 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 ninanyamazisha kila sauti ya adui, kila sauti inayonena kushindwa, kila sauti inayonena mabaya, ninanyamazisha, ninanyamazisha, ninanyamazisha. Sauti ya Jezebeli inakunyamazisha, inanyamazisha juu ya huduma hii, ninanyamazisha, 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 ninanyamazisha katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sauti ya Jezebeli, sauti ya vitisho, ninanyamazisha, ninanyamazisha, ninanyamazisha kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sauti za wenye wivu, sauti ya wivu, ninanyamazisha, 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 ninanyamazisha. Kanabarushaka, ikatarabasanda, makatarabasida, nakutarusaka, makatarababoya. Naombea wamama kuinuka, naombea wazee kuinuka, naombea vijana kuinuka, naombea watoto kuinuka, natangaza kuinuka, natangaza kuinuka, natangaza watu kuinuka kwa ajili ya kazi ya Bwana, natangaza kwa jina la Yesu, natangaza kwa jina la Yesu. I release the anointing to God, I release the anointing to God, I release the anointing to God in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. I release Ikatababa, Shikatunamazanda,
ninaisema na moto wa Roho Mtakatifu, na moto wa Roho Mtakatifu, na moto wa Roho Mtakatifu, na moto wa Roho Mtakatifu. Kala baba sanda, kala baba sanda, kala baba sanda, ikatolia basanda, makusala basaria, kitala baboya. Tunatangaza sauti ya huduma ikupenya, natangaza sauti ya huduma ikupenya, natangaza sauti ya huduma ikupenya, natangaza kila roho, natangaza kila pepo inayopigana na sauti ya huduma hii, natangaza kuishinda, natangaza kuishinda. Maandiko yanasema kwamba wakawakamata akina Petero, wakawanyamazisha na wakawaambia wasiongee juu ya Yesu. Kila pepo, kila roho ya kunyamazisha sauti hii kwa jina la Yesu, natangaza kushinda, natangaza kushinda, natangaza kushinda katika anga, katika ulimwengu wa roho. Kila pepo ya kunyamazisha ni sauti ya huduma hii, natangaza fire, natangaza moto, natangaza moto, natangaza moto, natangaza moto, natangaza moto, moto wa Roho Mtakatifu, moto wa Roho Mtakatifu, moto wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Wakataa kunyamaza, tunatangaza kupaza sauti, maana imeandikwa, piga kelele, paza sauti, tangaza ukuu wa Bwana na matendo ya Bwana katika mji huu. Tunatangaza kupaza sauti, tunatangaza kupaza sauti, tunatangaza kupaza sauti, tunatangaza kupaza sauti, tunatangaza kupaza sauti. Ikatalaba, shalababa, ikatanana masanda, ikatanana masanda, ibakusakatalaba moja, makutano sanda. Tunatangaza kuku, tunatangaza kuwa Bwana, tunatangaza kwa jina la Yesu. Kila roho kuinuliwa kupigana na huduma hii isiongezeke, tunapigana nayo, tunatangaza kushinda, tunatangaza kushinda, natangaza kushinda, natangaza kushinda. Chochote kimeinuliwa, chochote kimeinuliwa kinyume, tunatangaza kushinda, natangaza kushinda, natangaza kushinda, natangaza kushinda, natangaza kushinda, natangaza kushinda, natangaza kushinda. Chochote kimeinuliwa kinyume na huduma hii, natangaza kushinda, natangaza kushinda, natangaza kushinda, natangaza kushinda, natangaza kushinda. Chochote cha kuinuliwa kinyume, natangaza kushinda, natangaza kushinda, natangaza kushinda katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Natangaza kuongezeka, natangaza kuongezeka, natangaza kuongezeka, natangaza kushinda kila mashambulizi ya kuzuilia kuongezeka, natangaza kushinda, natangaza kushinda, natangaza kushinda, natangaza kushinda, natangaza kushinda, natangaza kushinda vizuizi na vikwazo, natangaza kushinda, natangaza kushinda, natangaza kushinda. Baba shanda wa Mungu, ushala baba shanda wa Mungu, yanda na babu sikatala baba. Natangaza kuwa kwa Bwana, natangaza kuwa kwa Bwana, natangaza kuwa kwa Bwana, natangaza makusudi yako Bwana, natangaza mapenzi yako Bwana, natangaza wewe ni mwema Bwana, wastahili Bwana, wastahili Bwana, wastahili wewe Bwana, wastahili wewe Bwana, wastahili wewe Yesu, wastahili wewe Yesu, wastahili utukufu Bwana, wastahili heshima Bwana, kuabudiwa Bwana, kuabudiwa Bwana, kuabudiwa Bwana, kuabudiwa Bwana, kuinuliwa Bwana, kusujudiwa Bwana. Unastahili wewe Bwana, 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 unastahili Bwana, unastahili Bwana wa Bwana, Mungu wa mbingu, Bwana wa wafalme. Natangaza unastahili, natangaza unastahili, natangaza unastahili.
tunapochukua hatua ile nyingine katika jina la Yesu. Asante Yesu. Haleluya Bwana, haleluya mfalme wa amani. Tumebarikiwa sana tena kuwa pamoja na wewe asubuhi nyingine tena katika jina la Yesu. Tunamshukuru Mungu kwa mwaka mpya, tunamshukuru kwa neema, tunamshukuru kwa nguvu, na tunamshukuru pia kwa neno lake ambalo linatuwezesha kuendelea katika jina la Yesu. Tumebarikiwa sana kuwa pamoja na wewe katika jina la Yesu. Kumbuka tunaendelea na somo letu, na pia tunaendelea na maombi, na pia tunaendelea na matendo. Bwana Yesu asifiwe. Tunajifunza, tunaomba na tunachukua hatua. Tunajifunza, tunaomba, tunachukua hatua. Tulisema mwaka huu ni mwaka wa kuongeza matendo. Ni mwaka wa kuongeza nini? Baada ya kuomba, ongeza matendo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Baada ya kukua na moyo juu ya jambo fulani, ongeza. Usipoongeza matendo, haitatendeka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo mwaka huu nataka ujawe na matendo ambayo yanafuatilia maombi yako. Tunaongea kuhusu church increase and growth. Kuongezeka kwa kanisa na kukua kwa kanisa. Hapa ndipo tunapaswa kutilia mkazo sana. Hii ndiyo kazi kubwa tulio nayo ambayo Kristo Yesu ametupatia. Ni kuhakikisha kuongezeka kunamaanisha kufikia wengi. Kukua kunamaanisha kubadilisha wengi. Amen. Kuongezeka kunamaanisha kufikia wengi. Njia ya kuongezeka ni tufikie wengi. Tukifikia wengi tunafanya nini? Tunaongezeka. Ni mapenzi ya Mungu, ni makusudi ya Mungu tuongezeke na tuwe wengi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo tunaendelea na maombi ya kuhusu kuongezeka. Tunaomba kuongezeka. Tunafanya nini? Tunaomba kuongezeka, na katika siku tunachukua hatua pia za kuweza kufikia watu ambao ni hatua
ya kuzaa. Kuongezeka kunakuja kwa kuzaa. Usipozaa hamuongezeki. Kwa hivyo pia tunachukua hatua ya kufikia watu na kuwashuhudia matendo makubwa ya Yesu na kuambia kuhusu Yesu. Mwaka huu ni mwaka wa kuambia kwa wingi kuhusu Yesu. Bwana asifiwe. Kisha baadaye wakija tunawafundisha sasa. Kisha baadaye wakija kanisani sasa tunawafundisha neno la Mungu. Neno la Mungu kupitia kwa mafundisho ya neno la Mungu wanabadilika, wanakuwa. Bwana Yesu asifiwe. Na kufunza neno la Mungu ni kulisha. Na wakati mtu analishwa anakuwa, Bwana asifiwe, na pia anakuwa na afya bora, anakuwa vizuri na pia anakuwa na afya bora. Hii ndiyo maombi tunaendelea nayo, na niko hapa bado kukusisitizia, kukutia moyo ya kwamba Bwana, usisahau tafadhali, ukiwa kazini, ukiwa nyumbani, ukiwa barabarani, ambia mtu juu ya Yesu, karibisha mtu kanisani, fuata mtu ambaye amefifia katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na pia maombi nyingine ambayo tunaomba ni kinyume na attacks, kinyume na kuongezeka kwa kanisa. Ombi lingine tunaomba pia ni mashambulizi ya kushambulia kanisa ili lisiongezeke. Tutakuja kuiangalia kwa undani kwa sababu tuko na muda mrefu, tuko na mwaka mzima wa kujifunza. Tutaangalia jinsi ambavyo adui anavamia kanisa lisiongezeke. Sijui kama wewe unajua ya kwamba jukumu kubwa la shetani ni kupigana kabisa kanisa lisiongezeke. Amen. Amen. Nilianza kupata ufunuo huu mwaka jana ya kwamba kama kuna kitu shetani anafanya, shetani anapigana kabisa kanisa lisiongezeke. Hiyo inamaanisha kwamba shetani hupigana na watu kabisa, hakikisha hawaendi kanisani. Shetani anapigana kabisa watu wasiende kanisani. Hiyo ni jambo la kwanza. Anapigana kabisa na kanisa nalo lisifikie wengine. Maandiko yanasema katika kitabu cha Joshua chapter 6 verses number 1, basi Yeriko ilikuwa imezingirwa na ukuta. Tunaomba maombi ya kuangusha kila ukuta ambao umezingira katika jina la Yesu. Tunatangaza kuangusha hii ukuta ambayo ilikuwa imezingira Yerusalemu. Yeriko ilikuwa na kazi mbili. Ilikuwa na kazi ya kuzuilia walio ndani wasitoke nje na walio nje wasiingie ndani. Pata ufunuo mkubwa hapa ambao shetani anaufanya. Shetani amejenga ukuta, ameinua ukuta kabisa ya kuhakikisha kanisa lisitoke nje, ya kuhakikisha kanisa lisiende, ya kuhakikisha kanisa lisifikie wenye dhambi, na kuhakikisha pia walio nje wasije kanisani. Tunatangaza kwa upako wa Roho Mtakatifu, tunavunja kila kuta ambayo imewekewa huduma hii ili tusiwafikie na wasitufikie, ili tusiende na wasikuje. Tunavunja kwa jina la Yesu, tunavunja kila kuta ya kishetani, kila kuta ya kuzingira wamama wasitoke, wasiende, kila kuta ya kuzuilia huduma hii isiondoke. Tunaiangusha kwa jina la Yesu, tunaiangusha kwa jina la Yesu, tunaiangusha katika ulimwengu wa kiroho, tunaangusha katika ulimwengu wa kiroho, tunaangusha kwa jina la Yesu, tunaangusha kwa jina la Yesu, tunaangusha kwa jina la Yesu, tunaangusha. Nasema tunaangusha, nasema tunaangusha, nasema tunaangusha. Simama juu kwa miguu yako, ingia katika maombi na mamlaka uliopewa. Anza kutangaza kuta yoyote, kuta ya kujengwa, kuta ya kuinuliwa
ambayo imeinuliwa ya kuzunguka kanisa hili, ili watu walio ndani wasitoke nje na walio nje wasiingie ndani. Tunaiangusha, 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 tunaiangusha. Natangaza kuangusha, natangaza kuangusha. Maandiko yanasema mfalme wa Yeriko alijenga kuta, walijenga kuta, kuta ya pingamizi, kuta ya kizuizi, kuta ya zuizi, kuta ya pingamizi iliyozuilia waliokuwa ndani hawaondoka nje, wafikie watu walio nje, na walio nje hawasiingie ndani. Ninaangusha hiyo kuta 2026, ninaangusha kuta ambayo imejengwa katika mji huu, ninaiangusha kuta ambayo imeinuliwa ya kuzuilia kanisa la Bwana kuwafikia wenye dhambi katika jina la Yesu, na ya kuwazuilia wadunia kuingia kanisani. Tunakuja, tunakuja. Wewe omba, omba kwa jina la Yesu, 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 omba kwa jina la Yesu. Tunaangusha hizi kuta, kuta ya kizuizi katika ulimwengu wa kiroho. Tunaangusha kuta ya uzembe, tunaangusha kuta ya uoga, tunaangusha. Tunatakasa kutoka, tunatakasa kutoka, tunatakasa kutoka, tunatakasa kutoka, tunatakasa kutoka, tunatakasa kuwafikia wamama, tunatakasa kuwafikia wazee, tunatakasa kuwafikia vijana, tunatakasa kuwafikia walevi, tunatakasa kuwafikia. Tunaangusha hizo kuta, tunaangusha hizo kuta, tunaangusha hizo kuta, tunaangusha hizo kuta, tunaangusha kwa jina la Yesu, tunaangusha. Asante Mungu wa baraka. Inua mkono wako wa kulia, sema kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu, asubuhi ya leo moyoni mwangu nimeliamini neno lako, na kwa kinywa changu nasimama kukiri neno lako juu ya maisha yangu. Imeandikwa katika kitabu cha Luka 4:18 ya kwamba Roho wa Bwana yu ndani mwangu, kwa maana Bwana amenitia mafuta nikawahubirie. Sema napokea mafuta ya kuhubiri, napokea mafuta ya kushuhudia, napokea mafuta ya kuhubiri, napokea mafuta ya kushuhudia. Mwambie Bwana achilia mafuta kwa kanisa lako. Chukua dakika moja, mwambie Bwana achilia mafuta kwa wamama, achilia mafuta kwa wazee, achilia mafuta kwa vijana, achilia mafuta ya kuenda, achilia mafuta ya kuenda. Tunapokea mafuta ya kuenda, tunapokea mafuta ya kuenda, tunapokea mafuta ya kuenda, tunapokea mafuta ya kuenda, tunapokea neema ya kuenda. Achilia neema ya kuenda, achilia neema ya kuenda, achilia nguvu ya kuenda Baba, achilia nguvu ya kuenda. Tunatangaza kuenda, tunatangaza kuenda. Asante Bwana Yesu, asante Mungu wa baraka, asante Mfalme wa amani, asante Bwana. Kwa jina la Baba la Mwana na Roho Mtakatifu tutaomba na kuamini, sema amina. Patie Bwana Yesu makofi mazuri. Amen. Mungu akubariki sana. Unaweza keti chini napomalizia katika jina la Yesu Kristo Bwana wa Mungu aliye hai. Mpendwa, tunaendelea na maombi, tunaendelea na mafundisho na tunaendelea na matendo. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kukuarifu ya kwamba katika jina la Yesu the prayer points kuhusiana na increase na growth ya kanisa nimeziweka pale kwa WhatsApp group ya kanisa. Ninaomba tafadhali, ninakuomba tu tafadhali, mwaka huu tu kuwa tu serious. Bwana asifiwe. Ninaomba tu mwaka huu ukaweze kutii sauti ya Bwana.
Hakuna vile kanisa litafanya vizuri ikiwa hatutatii vile Mungu anafanya. Bwana asifiwe. Tunahitaji kutii sauti ya Bwana na tunahitaji kwenda kufanya vile hiyo sauti imefanya. Tuliona Jumapili ya kwamba Yesu na pia tukaona malaika akawaambia enendeni. Bwana Yesu asifiwe. Na wale wadada wakafanya nini? Biblia inasema wakaenda haraka na wakakimbia mbio. Bwana Yesu asifiwe. Ninakuomba tafadhali tu kwa rehema zake Mungu, tafadhali mwaka huu ukuwe serious. We have the prayer points there. Please tusiombe. Then tomorrow tutapiga makofi tukifurahia ya kwamba tuliombea hii ndio hii imetendeka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya wale ambao wako online na mnaungana pamoja na sisi, ninaomba kwa jina la Yesu, prayer point number 1 ni harvest of souls. Bwana asifiwe. Mavuno kwa ajili ya nafsi. So they pray to God to bring lost people into the church, convicting hearts for salvation. John chapter 16 verses 7 to number 8-9. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu tukaweza kumuomba, maana ni kazi ya Roho Mtakatifu kushawishi mioyo ya watu. Watu washawishike, wakuja wenyewe waseme nimeshawishika, nimekuja kuokoka. Number 2, we pray for open doors. Bwana asifiwe. Hiyo ambayo tulikuwa tunaomba ni kuhusiana, maandiko yanasema ya kwamba katika kitabu hiyo cha Joshua chapter 6 kulikuwa na kizuizi. Mpendwa, kanisa linapaswa kuenda na pia wenye dhambi wanapaswa kuja kwa kanisa. Kuna watu walimwendea Yesu, kuna watu Yesu aliendea. Nasema kuna watu waliendea Yesu na kuna watu Yesu aliendea. Wapendwa, hivyo ndivyo inapaswa kukua. Kanisa linapaswa kuendea watu na pia watu wanapaswa kukuja kanisani. Lakini kuna ukuta wa kuzuilia kanisa lisiende. So we are also praying for open doors, na kuangusha kila kuta za kuinuliwa za kuzuilia. Kwa hivyo we ask for divine opportunities and open doors to reach communities, cities and also nations. Bwana asifiwe sana. Tunaomba kwa sababu ya Kutoka Wakolosai 4 mstari wa 3. Alafu number 3, we are praying also for bold witnessing. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Kama kuna mahali tuombe sana ni watu wakuwe na boldness ya kuenda kuwitness what Christ has done in their lives. Nilikuambia it is simple. Tumia John chapter 4 verses number 24. Ule mwanamke alienda akasema, John muone mtu ameniambia mambo yangu yote. So the experience, the encounter ambaye alikutana ikamtendekea, hiyo ndiyo alienda kuambia watu. Endeni muambie kenye Yesu amefanya kwa maisha yako. Hallelujah. Hallelujah. Acts of the Apostles chapter 4 verses number 29. Prayer point number 4. We are also praying for miracles and testimonies. Unapaswa ujue ya kwamba we also evangelize. We also attract sinners through miracles and testimonies. Wakiona vile Mungu anafanya miujiza na pia wakisikia testimonies zenye Mungu anafanya. So we ask for signs, wonders and powerful testimonies that attract the lost. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kumaanisha kwamba kanisani kunapaswa kuwa na miujiza na pia tunapaswa kusikia mashuhuda. Hizo pia zinaeneza Injili. Acts of the Apostles chapter 9 verses number 35. Isaiah 28 verses number 21. Now another thing, prayer point number 5 ni tunaomba na kitabu cha Luke chapter 10 verses number 2. Inasema ya kwamba the harvest is plenty but the laborers are lazy. So here we are dealing with the spirit of laziness. Maana mavuno ni mengi lakini watendaji kazi ni wavivu.
Ukiangalia siku hizi uvivu umejaa kanisani. Wapendwa, tuombe tukataane na roho ya uzembe, roho ya uvivu, ya kutokwenda kuhubiria watu. Na ya mwisho, Bwana Yesu asifiwe, tuombe na kitabu cha Luka 4:18. Yesu akasema, Roho wa Bwana ako ndani yangu, amenitia mafuta niende niwahubirie habari njema. Haleluya. Tuombe ya kwamba Bwana, release your grace, release the anointing, release your power. Grace to go, anointing to go, power to go. Tuombe kanisa, tuombe kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Na nafikiri itakuwa sawa. Ziko prayer points karibu 35 ama 33. Bado ninaendelea kuongeza nyingi, maana mwaka huu hakuna kitu kingine tunafanya, tuna deal na hii. Mwaka huu hakuna kitu kingine tunafanya, tuna deal na hii. Lazima tujaze ufalme wa Mungu. It is my also desire kukuwa a pastor of a mega church. It is my desire. It's also part of my vision. Hallelujah. Amen. Maana maandiko yanasema Farao akaona wana wa Israeli ni wengi. Nataka shetani asinione tukiwa wachache. Nataka shetani aone nikiwa wengi. Anaogopa hiyo. Simama juu kwa miguu yako katika jina la Yesu. Nenda kwa WhatsApp group tafadhali. Utapata prayer items zote tafadhali, na tusaidiane kusambaziana na tuombe na tukumbushane. Please, one man, one mission. One man, one mission. Nakuuliza, umefikia wapi? Bwana asifiwe. Amen. Mungu akubariki sana mtazamaji wangu. Tuonane nawe tena kesho tunapoendelea sehemu nyingine. Shika sadaka zako tunapotoa, unapokimbia kazini. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya neema utoaji, ibada special ya upendo. Tukuzwe na wewe kwa kuwa